iwapo basi unaungana nasi au hujakosea, unasikiza idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tuko hapa kupigia mkubwa namna hii, tukisonga mbele kwa kwamba ni kipi ambacho kinajitokeza kwenye mawanda mazima ambayo namna hiyo unayatazama na kuyafuatilia. Mimi hapa hivi kazi yangu huwa nyepesi sana. Kwenye The Morning Call asubuhi ya namna hii, ninachukua fursa nzuri sana ya kuweza kuweka katika nafasi ya kuweza kujua ni kipi ambacho namna hiyo kinaajiri, ili ukaweze kuwa na nafasi nzuri sana ya kuweza kupiga hatua za mwanzo kuelekea kwenye ufanisi wako. Na hivi leo basi kwenye Morning Call ninakuelekeza katika hatua ya kuweza kufahamu kwamba wajue marais wa Afrika walioshinda kwa zaidi ya 90%. Morning Call asubuhi leo, msikilizaji. Ushindi wa kishindo ni matokeo ya uchaguzi ambapo mgombea au chama kinachoshinda kinapata wingi wa kura au viti vingi na kuacha wapinzani wakiwa na sehemu ndogo sana ya kura. Rais Samia Suluhu Hassan ni miongoni mwa marais walioshinda kwa kishindo katika historia ya bara la Afrika. Wafuasi wake wanasema hiyo ni ishara ya kukubalika kwake miongoni mwa Watanzania, ingawa halionekani kwa jicho la namna hiyo na wapinzani wake wa ndani na nje ya taifa hilo. Ni mara chache sana wanasiasa hupata ushindi wa kishindo wa 90% ya kura, lakini katika nchi za Afrika wapo viongozi hasa marais ambao ushindi wao umefika 90% au kuzidi katika uchaguzi mkuu. Wakati tukijadili viongozi waliopata ushindi wa zaidi ya 90%, swali linaloibuka msikilizaji ndani ya The Morning Call asubuhi hii: je, ushindi wa viongozi hawa huakisi kukubalika kwao au kuminywa kwa demokrasia nyuma ya pazia yanayosukuma ushindi huu? Brice Oligui Nguema wa Gabon. Katika uchaguzi wa mwezi Aprili mwaka huo, Brice Oligui Nguema ambaye aliongoza mapinduzi nchini Gabon Agosti mwaka 23 alishinda uchaguzi wa urais wa 90.35% ya kura zilizopigwa kulingana na matokeo katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati. Matokeo hayo yanaimarisha nguvu ya Nguema baada ya mapinduzi ya kumalizika zaidi ya nusu karne ya utawala wa familia ya Bongo nchini Gabon, nchi ambayo ni mzalishaji wa mafuta yenye wakazi wapatao milioni 2.5. Mpinzani mkubwa wa Nguema katika kinyang'anyiro hicho cha wagombea 8 alikuwa Alain Claude Billy Baze, ambaye alikuwa waziri mkuu wa chini ya Rais Ali Bongo wakati wa mapinduzi. Nze miaka 57 alimaliza kwa 3.02% ya jumla. Wa pili ni Deotoro Basongo wa Equatorial Guinea. Novemba mwaka 2022, Deotoro Obiang Nguema Basongo alichaguliwa tena kuwa rais wa Equatorial Guinea akiwa na 64.9% ya kura, ikiwa ni muhula wake wa 6 madarakani. Matokeo haya yalitangazwa na tume ya uchaguzi baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Novemba 20 mwaka 2022. Ingawa baadhi ya wagombea upinzani walishiriki, uungwaji mkono wao ulikuwa mdogo, na chama tawala pia kilishinda viti vyote katika bunge la kitaifa na seneti. Katika taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa mafuta, Obiang yuko madarakani tangu mapinduzi ya kijeshi mwaka 1979. Matokeo ya uchaguzi yalikabiliwa na mashaka makubwa kutoka Marekani na waangalizi wengine wa kimataifa, ambao walitaja madai ya ukiukwaji mkubwa wa taratibu, vitisho na udanganyifu. Mwingine ni Paul Kagame wa Rwanda. Julai mwaka 2024, Rais Rwanda Paul Kagame alishinda uchaguzi wa Rwanda kwa kishindo. Kagame alipata 99.1% ya kura. Hilo liliongeza utawala wake wa miaka 24 kwa miaka mingine 5 zaidi. Rais alikuwa akishindana na wagombea wachache ambao waligawana 1% ya kura kati yao. Kagame ameshinda zaidi ya 90% ya kura mwaka 2003, 2010 na 2017.
Kagame amesifiwa kwa kuleta umoja, amani na utulivu katika taifa hilo. Wakosoaji wake, ingawa wanamshutumu kwa udikteta, serikali ya Rwanda imekana kufanya udikteta wowote. Mwingine ni Alassane Ouattara wa Ivory Coast. Oktoba mwaka huu, rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara alishinda muhula wake wa 4 kwa ushindi mkubwa katika uchaguzi wa marudio, matokeo ambayo yalitarajiwa kwa kiasi kikubwa. Mchumi huyo wa zamani wa benki ya kimataifa mwenye umri wa miaka 83 alipata 89.77 ya kura, ukiwa ni ushindi wake wa 3 mfululizo baada ya kuingia madarakani mwaka 2011. Waziri wa zamani wa biashara Jean-Louis Billon, ambaye alikubali kushindwa na Ouattara, alipata 3.09 ya kura, huku mke wa rais wa zamani Simon Gbagbo akipata 2.42 za kura kulingana na matokeo. Samia Suluhu Hassan, Tanzania. Rais Tanzania Samia Suluhu Hassan alitangaza wiki iliyopita kuwa alishinda kwa kishindo katika uchaguzi ambao ulizua maandamano makubwa. Tume ya uchaguzi ya taifa hilo la Afrika Mashariki imesema Hassan, ambaye alichukua madaraka mwaka 2021 baada ya kifo cha mtangulizi wake Joseph Pombe Magufuli, alipata zaidi ya kura milioni 31.9 sawa na 97.66 za kura na kumpa muhula wa miaka 5. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, ambacho kilizuiwa kushiriki uchaguzi kwa kukataa kutia saini kanuni za maadili na kiongozi wake kukamatwa kwa tuhuma za uhaini mwezi Aprili, CCM, chama tawala cha mamlaka za uchaguzi zinasema uchaguzi huo ulikuwa huru na wa haki licha ya malalamiko na vurugu zilizotokea kuanzia siku ya uchaguzi. Kwenye The Morning Call asubuhi ya leo, msikilizaji ya idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, mchanganyiko wa mambo kama vile uongozi wenye mvuto, kuridhika na umma au uungwaji mkono wanasiasa, kampeni za kimkakati na taswira chanya ya chombo cha habari, haya yote yanaweza kuchangia ushindi wa kishindo. Kwa upande mwingine, ushindi wa kishindo unaweza kuja kutokana na wizi wa kura na mambo mengine ambayo yanaweza kufanya uchaguzi huo utafsiriwa na waangalizi kuwa haukuwa huru na haki. Bila shaka kila uchaguzi unahitaji tathmini yake. Hatuwezi kuwaingiza viongozi hawa katika tathmini moja, lakini jambo moja linaloweza kukupa picha kuhusu ukweli huu juu ya ushindi wa 90% ni kutazama ripoti ya waangalizi huru wa chaguzi hizo, na pia kutazama hali ya vyama vya upinzani katika nchi hizo. Na hiyo ndio The Morning Call ya siku ya leo. Naitwa Kantona Joseph na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.